Ukifika mkoani Tabora, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ujizuie nacho ni mahusiano ya kimapenzi, kwa sababu unaweza ukajikuta unaangukia sehemu ambayo haifai, na mwisho wa siku ukasahau mahusiano yako, ukasahau familia yako, ukasahau kazi ambayo imekuleta Tabora. Maana yake wanawake wa Tabora ni wanawake wajanja sana kwenye mahusiano ya kimapenzi, lakini ni wanawake wazuri sana kimtazamo, ila pia ni wanawake wazuri sana kwenye swala zima la mapenzi. Unachotakiwa kukifanya ni kuwa makini, kwani hapa unaweza ukajikuta unamwaga mchele unabaki na pumba. Hii ndio Tabora bwana, kuhusiana na mambo yote ya kimapenzi na stori zote za kimapenzi. Hizi hapa Uzuri TV, kila siku kila wakati, bado tupo kwa ajili yako. Nakwaje kaka? Kama kawa? Kama kawaida. Hongera kwa kazi bro. Asante sana jamani. Bwana, tuko hapa Tabora kwa ajili ya tour yetu, lakini tukasema tupige story mbili tatu kuhusiana na mahusiano hasa ya mkoani Tabora. Yakoje hapa? Kuhusu mahusiano, kiukweli ukiangalia na uhalisia kwa sasa hivi, jinsi kama kipindi kinavyokwenda kwa sasa hivi, yani mambo yamekuwa nimebadilika sana. Unaweza kumwamini mtu kuanza mahusiano naye ukamwamini kabisa, ni kama mimi nimeshamwamini huyu bana, mahusiano na huyu hapa dada huyu hapa, lakini yeye upande mwingine kwa sababu kweli madada wengi wanapenda sana pesa sana, kwa sababu kweli kwa sababu kweli madada wengi wanapenda sana pesa sana, kwa sababu kweli. Mimi nataka uniambie mademu wa Tabora sifa zao hasa ukiingia nao kwenye mahusiano ni zipi? Cha kwanza hawana uaminifu wote ule wa kimapenzi. Kama mimi bado mshikaji nimeshamwamini sana, wao wanachojali sana pesa. Wanajali pesa. Pesa, wanajali pesa sana, mbele sana. Yes. Wewe umeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi? Kiukweli nipo kwenye mahusiano ya kimapenzi ndio. Na ninachokizungumza hiki, ninachokuambia ni hicho, ninachokuambia kwamba mtu unaweza muamini, mwisho wa siku yani yeye kuamini. Kama utakuwa una pesa kiukweli na anakuacha. Yes. Ni maswaibu gani ambayo yamekukuta kwenye mahusiano yako toka umeanza mpaka sasa hivi? Kiukweli kuna kipindi kimoja nilikuwa na dada mmoja hivi, aliniumiza sana yani. Kusema kweli mpaka leo hii mapenzi nimeachukia sana. Alikufanyaje? Huyo mdada mmoja bana, mimi kama nilivyokuambia nilimwekeza sana, moyo wangu ulikuwa kwake sana. Hatimaye mwisho wa siku akaja kaniacha kutokana na labda kipato changu mimi kidogo. Akapata mshikaji tu mwenye pesa. Mpaka mwisho wa siku leo mimi mapenzi naachukia sana yani. Alikuacha kwa sababu hauna pesa? Kipato changu bana kizalo, kipato changu ni kidogo. Umeona? Ndio akanikimbia hivyo yani. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2018 hivi. Umeshawahi kukutana naye baada ya kuachana? Mpaka leo hii kusema kweli bado sijawahi kukutana naye wala mawasiliano yote sina. Yes. Baada ya kupiga story mbili tatu na rafiki yetu kuhusiana na mapenzi yanayopatikana hapa mkoani Tabora, tukamuuliza kuhusiana na tetesi ambazo zinasemekana kuhusiana na mapenzi ya kichawi juu ya wanawake wa Kinyamwezi kutokea hapa Tabora. Yani kwamba ukiingia kwenye mahusiano na mwanamke wa Tabora anaweza kukufanyia uchawi na usijitambue, usijielewe, usiachane naye ili uweze kumhudumia yeye maisha yake yote. Na masuala haya yana ukweli? Na kama ukikutana nayo unatakiwa ufanye nini? Uzuri TV tulipita kila engo ya mahusiano ya mkoa wa Tabora ili tuweze kukufikishia mtazamaji wetu. Msikilize maneno ambayo ameyazungumza kuhusiana na mapenzi ya kichawi yanayopatikana hapa mkoani Tabora mjini. Lakini tabia hii haipo tu Tabora mjini, Tabora nzima kwa ujumla. Inasemekana kwamba ukiingia kwenye mahusiano na wanawake wa Kinyamwezi kutokea hapa Tabora, basi lazima watakufanyia mambo ya uchawi ili usiweze kuachana naye, au muda wote awe unamkumbuka yeye popote utakapokwenda, yani wewe unamwaza yeye. Hebu tuambie hii ikoje bro? Wasichana wa Tabora Wanyamwezi, yani kiukweli kwenye mahusiano ya kiuchawi wenyewe pale ukiangalia wanapenda sana kushika dawa, na pia vile vile wakienda kwa mganga wenyewe wao wanachokusudia kabisa wakuloge ili uendelee kuwa naye, atakachokisema au atakachokitaka au atakachokihitaji kwa muda wote ule, kiukweli ili mambo yake yaende sawa, kukamilishie.
Kiusema kweli Wanyamwezi bwana wanashika dawa kwa kusema kweli. Mapenzi wanaweza kweli, lakini sasa na dawa wanazishika sana. Dawa wanazo sana kwa kusema kweli kabisa. Kwa hiyo ukiingia kwenye mahusiano na mwanamke wa Kinyamwezi kutokea hapa Tabora, ni lazima na wewe umejipanga kwa namna moja au nyingine? Kiukweli kwa hapo kujipanga, kama kujipanga unatakiwa ujipange kiusema ukweli, kwa sababu kweli Wanyamwezi mapenzi wanayaweza sana, lakini sasa wanaendekeza dawa sana mbele sana, na akikuweka kwenye 18 bro utoki. Hata kama una familia yako unaisahau. Yani unaisahau kabisa yani, hata kama una mke si wapi ulisaga kule wapi na wapi unamaanisha familia, ila ukiingia hapa Unyamwezini kaka utoki kaka. Utoboi. Yani uchomoki kabisa yani. Okay. Na njia zipi hasa wanazitumia kuhakikisha wanakuweka kwenye hicho kitanzi cha uchawi? Wanatumia nini hasa? Wanapenda kutumia dawa tu kama dawa za kienyeji hizi za kwa waganga. Yeah. Unaona? Anaweza akakulisha kwenye chakula, anaweza kukuweka kwenye maji ya kuoga ukaoga. Umeona, kwenye maji ya kunywa ukanywa. Pia vile vile hata kwenye mambo ya fulani yale akakuwekea. So unajua tena ile kunogesha kabisa zaidi. Unakuna mwala tu yeye muda wote unamwaza yeye tu yani. So unajua tena ile kunogesha kabisa zaidi. Unakuna mwala tu yeye muda wote unamwaza yeye tu yani. So unajua tena ile kunogesha kabisa zaidi. Unakuna mwala tu yeye muda wote unamwaza yeye tu yani. Yes. Kuna mtu ambaye mmeshawahi kumuona kabisa ameachana na familia yake labda kisa mchepuko, na ikasemekana huyo mchepuko alimwekea dawa au alimfanyia mambo hayo ya kishirikina? Pale kiukweli wapo. Nasema wapo na uhakika kabisa wapo. Kuna brother mmoja siwezi kumtaja kwa jina, lakini nishamshuhudia kabisa, nimemuona. Familia yake anaiacha kabisa hivi. Akamfuata mtu huyo ambaye ana nini? Ambaye ni mchepuko wake, akamfuata kabisa yani. Ila familia yake akaitelekeza, akaenda kwa mchepuko wake. Okay. Yes. Vipi wewe kwa upande wako, umeshawahi kuzungukwa na mwanamke labda ukawekewa dawa kwa namna moja au nyingine na ukajikuta fall in love? Una kile chochote unakiwaza zaidi ya huyo tu mwanamke muda wote? Kiukweli haijawahi kunitokea, lakini kama nilivyotoka kusema mwanzo pale, kiukweli mimi nilikuwa na mtu wangu nampenda sana, tunapendana, lakini ikatokea vile nilivyokuambia, kutokana na uchumi wangu, mtu anakuzalau uchumi ni mdogo na nini. Umeona? Basi akapata mshikaji mwenye pesa kidogo. Basi akaenda kule upande wa pili, upande wa kwanza kausahau. Na mpaka leo hii nasema mapenzi nayachukia sana, lakini ukija Tabora, kwa sababu Tabora mapenzi wanaweza sana. Na ukija Tabora uje kimakini sana. Kina dada wanaweza kabisa mapenzi, lakini wameendekeza sana kwa waganga. Na ukija Tabora uje kimakini sana. Kina dada wanaweza kabisa mapenzi, lakini wameendekeza sana kwa waganga. Bwana, asante sana kwa time yako. Haina noma bro. Hii ndio Tabora bwana, kuhusiana na mambo yote ya kimapenzi na stori zote za kimapenzi. Hizi hapa Uzuri TV, kila siku kila wakati, bado tupo kwa ajili yako.